tuwe equipped vile tunaweza drive our cars guarded by Christ Jesus. Tumetegemea wachungaji sana na tumetegemea manabii sana. I don't know ni lini utajitegemea, because pasia ya hekalu ilipasuka, na hii mtindo wa kutegemea wachungaji na kutegemea manabii ulikuweko kabla Yesu hajakuja. Na kila mtu alipokuwa na tatizo alienda kwa mwonaji kuuliza, na alienda kwa kuhani kupata maombi, na alienda kwa nabii kupata njia yake itaenda namna gani. Lakini kumbuka, Yesu alikuja na akatuweka huru, na pasia ya hekalu ikapasuka, na kutoka pale kila mmoja akajazwa Roho Mtakatifu ili aweze kuaccess the kingdom of God. Ufalme wa Mungu ni wa kila mmoja wetu, na kwa hivyo kila mmoja wetu anaweza kuwa na uwezo wa kutetea ufalme wa Mungu na kuongea kuhusu ufalme wa Mungu. Najua katika nchi ya Kenya sio sisi wote tumesomea sheria zaidi ya Kenya. Wale wamesomea sheria ya nchi ya Kenya wanaitwa lawyers, na wanaweza wakatetea sheria ya Kenya. Lakini sisi tumeitwa kama Wakristo tusomee ufalme wa Mungu kupitia Biblia na kupitia Roho wa Bwana. That's why Yohana 14:26 inasema atakapokuja huyo msaidizi atatufundisha na atatukumbusha. Kuna vitu mbili Roho Mtakatifu anafanya, kutufundisha na kutukumbusha. Na ni wajibu wako kama Mkristo kufungua ukurasa wa kufundishwa na kufungua nafasi ya kukumbushwa. Na ninaona kana kwamba kasi ya Injili imekuwa haiendi vizuri jinsi Mungu alivyotarajia, kwa sababu tunatumia mtindo wa Agano la Kale wa kutegemea kuhani na kutegemea nabii na kutegemea mchungaji. Na ninahisi kana kwamba si kusudi la Kristo, sababu Kristo alikuwa na mitume 12 na mmoja alikuwa wa kutimiza ile kasi ambaye alikuwa anaitwa Judasi, lakini the rest 11 wote walihubiri na walifundisha. Na hata kama wako katika vitabu wote walifundisha katika kasi za mitume, wanaonekana kule walienda kufanya kazi ya Mungu. Ninahisi kana kwamba ukishafunuliwa na kufahamu ukweli wako, kile ambacho kimefanya Mungu akuumbe na kuhifadhi, naona kana kwamba kuna kakasi kako mbele yako utakaikafanya. So nahisi kana kwamba huu ndio wakati wa kukuambia uwe huru katika kutembea na Mungu. Usiwe mtumwa katika kutembea na Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Simaanishi usiulize jambo, simaanishi usiwe na baba wa kiroho, lakini namaanisha katika ufalme wa Mungu uwe na breakthrough ambayo inaweza ikatetea ufalme wa Mungu na ukaonyesha watu njia ya ufalme wa Mungu. Umeelewa sasa? Na kwa hivyo nataka kufundisha kuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Yohana 8 tuangalie mstari wa 31 mpaka 36. Yohana mlango wa 8 kutoka mstari wa 31 mpaka 36. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, nyinyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe usemaje mtawekwa huru? Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Isaia 1:19 na 20. Isaia mlango wa kwanza kutoka mstari wa 19 mpaka mstari wa 20. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Haleluya. Jina la Bwana liinuliwe. Kristo alikuja wakati ule watu ambao walikuwa wanaishi
na nafasi ya kumwabudu Mungu walikuwa watumwa, na hawakufahamu kwamba walikuwa watumwa, lakini walidhani kwamba walikuwa huru sababu waliitwa wana wa Abrahamu. Na haikuwa jambo rahisi kueleza Wayahudi kwamba ni watumwa, lakini Kristo aliweza kufafanua akawaambia, mngali watumwa wa dhambi, na mkiwa watumwa wa dhambi mngali watumwa, lakini mwana anakuja kuwaweka huru. Lakini hawakufahamu. Kwa sababu hii ilibidi watoe mbuzi ama dama ili waende wapelekee kuhani ili awaombee msamaha. Kwa hivyo kongwe na dhambi iliwalalia, na kwa hivyo ikawa walikuwa wametabiriwa kuhusu kuja kwake Kristo. Hawakufahamu kabisa Kristo atakapokuja ni mambo gani atayafanya. Walielewa kana kwamba Kristo atakapokuja atakuwa mfalme wa ufalme wa dunia. Hawakuelewa atakuwa mfalme wa ufalme wa kiungu ambaye atawaweka huru kutokana na utumwa wa dhambi, sababu walionekana kwamba kupitia mbuzi na mafahari dhambi imeshakuwa shorted. Lakini dhambi bado ilikuwa imediliwa nayo, na dhambi ilikuwa bado na nguvu, iliwakodemu usiku na mchana. Jina la Bwana liinuliwe. Na kwa hivyo Kristo alijaribu kuwafunua kidogo, kuwaonesha ya kwamba wako watumwa na wanahitaji kumfahamu Kristo ili awaweke huru. Lakini kweli ni kwamba hawakumfahamu. Anasema sisi hatujawahi kuwa watumwa wa mtu na sisi ni wana wa Ibrahimu. Lakini nataka kujulisha kwamba Waisraeli walikuwa na ignorance, sababu mwanzo sahihi wanaambia Yesu hivyo, walikuwa chini ya utawala wa Kaisaria, Roman Empire. Kwa watumwa walikuwa wanatoa kodi kwa Kaisaria. Kwa hivyo ni watumwa wa nani? Wa Kaisaria kimwili. Spiritual walikuwa watumwa wa dhambi. Wanahitaji ukombozi wa mwili na wanahitaji ukombozi wa rohoni. Lakini wanamjibu Yesu akiwaongelesha mambo ya utumwa, wanamjibu Yesu, hatukuhitaji kwa sababu sisi hatuja kuwa watumwa, tu wana wa Ibrahimu. Na mpaka siku za leo kuna hiyo tatizo wapendwa. Thank you Jesus. Kuna hiyo tatizo ya kuona kwa sababu umeshiba na umevaa ni kana kwamba wewe umetosha. Lakini nataka kuambia kuna mtu anatumwa kukueleza umuhimu wa kuwa huru katika maisha yako, lakini utaignore, sababu watu ni kuignore, wanaignore injili ya Kristo mpaka leo. Kuna mama aliuliza mtoto wangu, mbona unashinda ukienda kanisani? Sababu anapita hapo kwake dukani. Kwani kanisani unataka kufanya nini? Yeye tu akajua Mungu akamwambia, unataka kujua, nifuate ukajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukweli kama mama anaangalia naona, sasa huyu kabisa amekuwa mtumwa wa kanisa. Sababu yeye anajua maisha ni kutafuta pesa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuomba ni Jumapili. Na unajua kuna dini ambazo zimeondokea, zimetesa wa Kristo, sikawawekea wa Kristo ibada ya 45 minutes. Then watoke. Sasa kuna Wakristo washatoka kanisani. Saa 5 ikifika wako kwa dhambi, hata siku ijaisha, hata sadaka sawa sijafika. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo systems zimewaonesha kana kwamba wako Wakristo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wamepewa siku zote sakasi, lakini leo hii kuna kanisa imewafanyisha ibada ya 45 minutes ili waende bado wakafanye kazi. Ni in fact wanafundishwa they are in the world, wako katika ulimwengu sababu ya maisha ya kimwilini. Lakini ukweli ni kwamba we are spiritual beings. Sisi ni viumbe vya kirohoni na tumeumbwa kwa kusudi ya ufalme wa kirohoni. Ikawa tunaishi katika ufalme wa kimwilini, tuna kusudi ya kuishi ni kwa sababu ya ufalme wa kirohoni. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kanisa la Kristo na la mitume limetumwa kufundisha watu kuwa na wajibu wa maisha ya kirohoni,
sababu maisha ya kimwilini kila mtu anawaelewa. Hata chokora anajua kirokota plastiki hivi na makaratasi, ataenda usi na at the end of the day atakula na ataku. Kila mtu ni smart katika maisha ya kimwilini, lakini maisha ya kirohoni tunahitaji kukua recruited. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa sababu hii watu hawajaelewa kwamba Kristo alipotolewa, alitolewa kusudi watu waache kuwa watumwa. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Angalia, wanasema mimi hatujawahi kuwa watumwa, kwa hivyo hatuhitaji uhuru. Na Yesu anawaambia kila mtu atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na Waisraeli walikuwa watumwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza walikuwa watumwa wa dhambi. Sehemu ya pili walikuwa watumwa wa mfalme alikuwa anaitwa Kaisaria, the king of empire ya inaitwa Roman Empire, China la Bwana linuliwe. Lakini hawakuona hivyo because walikuwa na ignorance ya kumsikiza Kristo, na kwa hivyo walimpinga. Na hivyo ndivyo kulivyo hivi leo. Unapoenda kuongea na watu injili, anakuambia mimi sioni kama nahitaji Yesu, hapo niko kasi na niko na afya. Lakini ni ignorance. Huyu mtu ni mtumwa wa dhambi mwanzo, na ni mtumwa wa kifo, sababu mtu yoyote hajaokoka na kumkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi ni mtumwa wa kifo. Mwisho wake ni kifo. Lakini mtu yote ameokoka si mtumwa wa kifo, sababu mwisho wake si kifo. Kifo kinambadilishia nafasi ya kuingia ufalmeni ambao wameuamini. Umeelewa sasa? Kwa hivyo dunia ya leo iko condemned kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tu watumwa wa dhambi, wale hatujaamini. Sehemu ya pili tu watumwa wa kifo. Bwana Yesu ainuliwe. Basi Kristo anawaambia atakayewekwa huru na mwana atakuwa huru kabisa. Lakini wanaiginoa wanasema hatuhitaji uhuru sababu sisi tu wana wa Ibrahimu na hatujawahi kuwa watumwa wa mtu. Bwana Yesu ainuliwe. Ni Mungu atusaidie wapendwa. Na Mungu atusaidie wa Kristo, sababu mpaka siku ya leo kuna hiyo pride kwa watu ambao wanasikiza injili. Jina la Bwana liinuliwe. Amen. Ukienda kuhubiri injili mahali, nishaipita mahali crusade iko hapo inaendelea, na watu wako hapo wanakula story, wako shughuli zao, hata wasikizi vile mhubiri. That ignorance is like they don't need. Wanda huyo mtu wakati ule atagojeka na angalie aone ni kana kwamba anakufa, anaanza kuuliza ni mchungaji gani mzuri anaweza niombea. Hata yule washaimchambua siku moja, akiambiwa ya kwamba anaweza kumwombea pone, anaanza kuuliza anakuanga wapi. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa nini? Walijifanya kwamba ni masubabu, kumbe si masubabu. Wamefika wakati wa kukua kufahamu kwamba wanahitaji msaada. Unajua ni vibaya sana kuignore msaada wakati unahitaji msaada. Ukweli ni kwamba tunahitaji msaada. We need Jesus. Bwana Yesu ainuliwe. We need Holy Spirit. We need preacher. We need pastor. Bwana Yesu ainuliwe. Mtoto akisaliwa anahitaji pastor, anene baraka juu yake, na akifa atahitaji pastor, anene uhere. Angalia, lakini hapa katikati aliposaliwa alinenewa baraka kuishi na pastor, lakini hapo katikati anajifanya ignorance. Hahitaji kuna wakati mmoja nikiishi Kibrai, niliamshwa na familia moja ambao tuliishi ploti moja, na nilikuwa mwinjilisti na niliwahubiria na wakutamani na wakupenda na walikuwa na madharau sana. Lakini wakaja wakafiwa na mtoto, na wakaanza matanga ya kinanda na kuuza chang'aa hapo nje. Sitamshika ploti kama hii, wana dance hapo nje na wakihusiana chang'aa. Na nilipoulizia nikasikia watu wale wanakuja hapo wengi
hiyo chang'aa badala ya glasi uso 20 kwenda uso 40. Na wale wanafika bei sababu wanajua ni mchango wa mtoto. Walifanya matanga wiki 2, hawakupata pesa ya sanduku na ya kwenda kuzika mtoto. So mmoja wa familia akawapea advice, tuache kushinda tupeleka mtoto kushago, tumzike hapa Lang'ata. Wakaona ikiwa watamzika Lang'ata wajitolee hivi na hivi na hivi, wakatolea, wakapata sanduku, wakapata gari ya kwenda Lang'ata. Sasa saa 6 usiku wale walikuwa komiti wanapanga, ndio wanauliza wasasi, na pastor wenu hapo wapi? Wacha nikwambie wachungaji, Bwana Yesu ainuliwe. Wachungaji huhitajika ukiwa na ngisa. Bwana Yesu ainuliwe. Na kwa sababu hiyo Mungu atupe hekima, tutumie hiyo nafasi vizuri. Bwana Yesu ainuliwe. So walinipembeleza, mama analia, mzee ndiye anaongea. Na unajua tu mama akilia ndio mwambie nyamaza, ni kusema yes nitaenda. Bwana Yesu ainuliwe. So finally nilikubali kwenda. Na kwa sababu nilikuwa naongozanga morning devotion kwa kanisa letu Kawa West. So asubuhi niliamka 5 kama kawaida, nikaenda. Alafu nikaenda tulipomaliza morning devotion 6. Sasa nilikuwa nimengojea bishop akuje ndio nimuulize kwa mazishi mtu anafanyanga nini. Sasa hiyo siku hapo kuja. Bwana Yesu ainuliwe. Na sikuwa nimeshaizika. Yohana 14:26. Atakapokuja huyo msaidizi, atawafundisha la kufanya na kuwakumbusha yale aliyofanya. Bwana Yesu ainuliwe. Niliomba tukienda mazishi niliwekwa kiti ya mbele ya hiyo matatu. Sababu mimi ni pastor. Bwana Yesu ainuliwe. Na wamama waliimba sana. Tulienda tukiwa tumeokoka sana. Hata nikiomba pale City Mortuary, tulikuwa wote tumejazwa roho. Ngoja tufike kule Lang'ata. Mungu akanisaidia tukazikana. Tulipomaliza kuzikana, amini usiamini, kiti cha mbele kilikuwa occupied na jamaa wawili ambao walikuwa na chupa ya jang'aa. Na wamama wale watu walikuwa wakiimba, sasa wamechange ni watu wengine pale. Nilitupa na huko nyuma, hata sijulikani kama niko kwa gari ama siko. Bwana Yesu ainuliwe. Nikakuja tu nikiomba, Mungu wa roho yangu tulia ukae na Bwana, moyo wangu tulia ukae na Bwana. Tulipofika Kidurai, nilishuka nikienda kwa nyumba yangu. Mama mmoja nafikiri alikuwa anaenda kanisa, akasema haiwezekani pastor akose kutuombea shukrani tumetoka. Nikakujua kwa nyumba. Sasa moyo umeinama. You know, hao watu walikuja wakakaa chini, walikuwa wamepika kamchere kazuri na nini, wakakula yote. Hakuna mahali nilipewa hata kasoda, sikupewa. Na wakukumbuka hata pastor aliwasaidia wakuje na kabasha hata kasiringi 100. Ukula sikukula, ukunywa sikukunywa na hata chochote. Na kutoka hapo si tumemaliza mazishi, ule jamaa tukaanza kuwa kutukipitana akienda kwa choo kama anatika. Bwana Yesu ainuliwe. Life ikarudi gani? Ile. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini wakati ule nilikuwa Lang'ata nikihubiri, hao watu walikuwa wanasema haleluya. Kabla sijasikana, naambia watu wale ambao hawatamwamini Kristo wataenda jehanamu, wanasema amen, na wanakaa na huzuni wasiende jehanamu. Ngoja tuliporudisha mchanga kwa mchanga, by the way, kama msalaba ni mimi niliweka peke yangu. Washaanza kukunywa, boys wameshajitengwa na wakisha mabangi huko, wamama nao wako huku, sijui ni cha mama ni vitenge wanaangaliana, kuhusu walikuwa wamenunua maleso inafanana. Nilijipatia, nilijionea. So let me tell you, watu ni watumwa, lakini hawaagrii kwamba ni watumwa. Na hii ndio tatizo kubwa tulio nayo. Kila mtu anaona kana kwamba hamhitaji Yesu, na hahitaji kuambiwa, hahitaji mchungaji, hahitaji roho msaidizi. In fact, Wakristo wenyewe ndio wako na hiyo ignorance. Sababu kuna mama fulani alinena kwa lugha kwa kujazwa kuneno na lugha kwa kanisa fulani, akatolewa nje.
na wasee wakasema apelekwe mbali na kanisa. Hawaruhusu mtu kunena kwa lugha huko. China wani mlipo. When Jesus anaambia mitume, msitoke Yerusalemu mpaka msaidizi akuje, ili kutoka hapo awasaidie. Kwa hivyo ni ignorance that we don't need the Holy Spirit when we are in need of Holy Spirit. China wani mlipo. So hii ndio ignorance Yesu alikuta Wayahudi nayo. Anawaambia nyinyi mnahitaji kuwekwa huru. Mnahitaji mjue ukweli kwamba mimi ndio Mesaya na nimekuja ili waweke huru. Nao wanasema sisi hatuhitaji kuwekwa huru sababu sisi hatujawahi kuwa watumwa. Na Yesu anawaambia bana, ninyi ni watumwa wa dhambi sababu nyinyi watenda dhambi. Nashukuru Mungu Yesu hakuwaambia ninyi watumwa pia wa Kaisari. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini ukweli kwamba walikuwa watumwa wa Kaisari na walikuwa watumwa wa dhambi. Leo hii baada ya Kristo kuwa amemwaga damu msalabani, miaka 2000 imepita, bado watu ni watumwa wa dhambi na watumwa wa kiburi. Ignorance. China wani inuliwe. Ignorance. Watu hawahitaji kufundishwa, wana ignorance. Hawahitaji kuambiwa, wana ignorance. Lakini siku ya tatizo ikija, siku ya shida ikija, wanatafuta huyo msaidizi. Na nimekuja kujua kupitia hiyo masisi nilipangiwa usiku saa 6. Nilikuja kujua yule mtu anakuja kukutafuta sababu ya kwa shida, huyo hana haja na Mungu. Na ukweli ni kwamba sitakuachilia, lakini utalipa, kwa sababu najua una biashara na Kristo wala uhitaji. Bwana Yesu ainuliwe. Sababu wanaigino feni, wanakuja wanapata matatizo. Wakati wa mpata matatizo ndio wanaona we need God. Bwana Yesu ainuliwe. Wacha nikwambie, everything started with God. Kila kitu kilichoanzishwa kwa njia ya kiungu huwa kina kumalizia kuzuri. Na huwa kina mwelekeo, sababu Mungu ni msimamishi wa mambo ya kwake na anayaendesha mwenyewe. Anayamulika mwenyewe, anasababisha yafanikiwe na yafike kule ambapo ilikuwa ikienda. Kitabu cha Isaia 1:19 inasema, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii. Kama mkikubali na kutii. Si kama unajua roho ambayo inatesa watu kwa sasa ni roho ya rebellion. Si Kiswahili tunaita roho ya rebellion. Nikusemaje Kiswahili? Roho ya ukatili. Ukatili, ukatili. Ukatili na matendo. Rebellion ni kukataa tu. Ukatili. Yaani mtu anajua hivi ndivyo anaweza kufanya na hivi ndivyo kunaweza kukua vizuri, lakini anakataa kufanya yaliyo mema. Hebu imagine unaitwa Mkristo na unataka kumwamini Kristo ambaye atakuweka huru. Unaitwa Mkristo na unataka kuomba na unajua maombi ndio chakula cha Mkristo. Unaitwa Mkristo, unataka kwenda kanisani na unajua kabisa mikutano ya watakatifu ndio Mungu anazungumza na wao. Unaitwa Mkristo, hautaki kusoma neno na unajua kabisa utamfahamu Mungu kutokana na neno lake. Roho ya rebellion. Mkikataa. Isaia aliwaambia mkikataa. Yesu aliwaambia mkifahamu kweli mtawekwa huru. Lakini Isaia alikuwa amewaambia mkikataa mtaangamia. Anasema hivi, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Mtaangamizwa. Kuasi. Hiyo ndio rebellion. Kuasi. Roho ya kuasi. Na siku za leo roho ya kuasi inasukuma kanisa. Mkristo ndio huyu. Amesimama tu. Hawezi beba Biblia.
Haleluya. Lakini akienda chama ako na kibeti moja ya gold na ako na pesa na document na pen na notebook. Roho ya kuasi, ignorance, na kitu kinaitwa rebellious spirit. Roho Bwana anatusii tuondokee roho wa kuasi. Tukubali kutii. Sababu tukitii tutakula mema ya nchi. Sasa alisema tukitii tutakula mema ya nchi. Na Yesu anasema tutajua kweli na kweli itatuweka huru. Angalia haya mambo mawili. Nabii Isaya anasema tukitii tutakula mema ya nchi. Na Yesu anasema tunawekwa huru. Tutatolewa kwa utumwa wa dhambi na tutatolewa kwa utumwa wa wanadamu. Na utumwa wa dhambi. Utumwa wa dhambi ni mbaya sana mpendwa. Utumwa wa dhambi huweka mtu wasiwasi kila wakati. Mtenda dhambi anakaanga akijua chochote kinaweza tokea kila mahali. Niliona clip pengine inaitwa TikTok ya kwamba jamaa anaenda tu na simu, anakuta mavijana wamekaa mahali, anasema halo senior sana, ulisema ni mweupe hivi na kuna trasa okay, nimewapata. In fact wako waine. Pandeni street ya pili, upande huu mwingine wako hapa tu na anapita tu. Hao vijana wanatoka ile mbio ambao si kama umekaona, na kulingana vile mnacheka mmekaona. Bwana Yesu ainuliwe. Na amefanya hivyo kila mahali. Hata wazee wanatoroka. Kwa hivyo unaona watu ni waasi na tayari wameshafanya uasi, kwa hivyo hawako tayari kuface the consequences. They are rushing away, wanatorokea consequences. Lakini imesekani mpendwa, ni mpaka lini tutaishi tukiwa watumwa? Wakati Kristo ametundikwa msalabani ili tuwe huru. Tumwamini, tuapply uhusiano wetu na Roho Mtakatifu, atufundishe, atuweke huru. Atuweke huru. Maana inasema mwana akikuweka huru, umekuwa huru. Hakuna condemnation. Yaani hakuna hukumu kwa maisha yako, hakuna hukumu kwa lifestyle yako. Watu wengi wanaishi maisha ambayo yana hukumu. Ukiona mtu anafanya kitu, baadaye anaanza kuomba kisijulikane, sababu hajachagua kuwa huru. Si kama ushafanya kitu alafu kinakutia wasiwasi unaanza kuomba kisijulikane. Ina maana wewe bado uko mtumwa. Sababu Kristo akikuweka huru, uko huru kabisa. Kwa hivyo utakuwa na jambo la kuhofia. Unanena mambo alafu unapiga magoti kulilia Mungu, mimi niliongea hiyo, naomba tu isimfikie. Acha nikwambie tu itamfikia. Omba tu ikimfikia kuwe na amani. Hiyo ndio njia. Usiombe isimfikie, sababu kwa kufikisha wako wengi na wako very fast. Kwa hivyo usikawahi omba isifike. Wale wako densi wa kufikisha wako very fast kuliko jet. Hata ile ndege ya travel inaitwa B2 haiwezi hata hiyo speed. Kuna watu wana ujira wa kirohoni, sijui wa kishetani ama ni wa kufikisha maneno. Sijui kama unaelewa. Hivi sasa ninafundisha Biblia hapa, tunaweka mpaka YouTube ili watu waone. Saa hii hakuna mtu wa kufikisha. Hakuna mtu ataenda ile jirani amwambie tulisoma kitabu cha Yohana 8 na ilikuwa inasema hivi. Lakini wacha nikuambie, hata mwambie subscribe YouTube uone tulifundishwa hivi. Tugali tumeokoka kama bado hatujaokoka. Bwana Yesu ainuliwe. Tunaongozwa na roho gani? Tunaendeshwa na roho gani? Si kama unajua habari mbaya ina mbio kuliko habari njema. Kalima hii habari njema tunaihubiri kila siku. Kila siku kwa imani ambao kuna wachungaji hapa wakihubiri. Friday nani atuhubiri? Nani atuhubiria Friday? Dori. Thursday nani atuhubiria? Robert. Wednesday nani atuhubiria? Dominic. Tuesday nani atuhubiria? Chairman.
Monday nani atuhubiria? Angalia, kila siku tumehubiriwa. In fact, hata hakuna mtu ameniambia Monday tulihubiriwa hivi na hivi. Hakuna, sijapata. Lakini nakuambia, Mary kama ukihubiri hiyo Monday, alafu fanya kitu kingine tofauti, ningejua likiwa kule wewe. Habari njema haina wabeba, lakini habari mbaya ina maagent, ina internet. Can you imagine? Habari mbaya iko na internet, iko na wifi. Lakini habari nzuri haina internet. Hakuna mtu ananunua internet kwa sababu ya habari njema. Hakuna mtu anatumia wifi kwa habari njema. Hata saa hii tunajaribu kuweka wifi na internet kwa habari njema, hawafungui. Haleluya. Hawafungui. Lakini koja habari. Unajua kuna watu sasa hivi wameshajua dunia ya sasa imeosa. Kwa hivyo akitaka kutrade, anaenda anafanya kitu. Niliona mwingine amepanda mti, sijui vile aliweka hiyo mkamba, anataka kujinyonga, alafu anatereza hivi, inakuwa ni mguu amenyongwa. So mwingine akipiga duru hapo, majirani isaidie. Hiyo within 3 hours imetrade, iko na 3 million point. Kwamba jamaa alikuwa anajinyonga, kamba imetereza kutoka kwa shingo ikakuja kwa mguu. Bwana Yesu asifiwe. Dunia ya sasa imetekwa nyara na muofu. Watu wana mbio ya uofu kuliko mbio ya wema. Inamaanisha the spirit of rebellion. Tumesema Kiswahili inaitwa kuasi. Roho ya kuasi iko juu sana kuliko roho ya utiifu. Na kwa hivyo kama kanisa lazima tujiangalie, ni roho gani inatuendesha? Ni roho gani inatuendesha? Ni habari gani kanisani inaenea kuliko ile? Sababu habari mbaya ikifanyika kanisani inajulikana kila mahali. Inaonekana wale ambao wanafikisha hiyo habari wako kanisani. Wanangojea habari mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Bwana Mungu atuokoe. Tutoke kwa habari mbaya, tuingie kwa habari njema yake Kristo Yesu. Mwana akiweka huru, unakuwa huru kabisa. Kwa hivyo tutaweza kujua uko huru kulingana na habari umebeba. Kwa sababu kuna watu tuko nao kanisani wamebeba habari mbaya kabisa. Kila wakati wana habari mbaya. Hawana habari nzuri. Badilisha, ambia Roho wa Bwana akufundishe jinsi ya kubeba habari nzuri. Enda unene mambo mazuri ya kijana John, ya Mwangi kijana. Unaona huyo mwana yule Mwangi, huyo ni kijana mzuri. Unaona huyo kijana kachani. Nena habari nzuri tafadhali. Amen. Habari nzuri ipate nafasi kanisani, sababu habari njema ilikuja kutuweka huru ili tuwe watendaji wa mema. Amfahamu kwamba Biblia inasema mtakapokuwa na matunda muombe mtajibiwa. Amfahamu kwamba pia Ufunuo 22 pale 12 inasema anakuja kuwalipa kulingana na matendo. Tunaponunua bundles tunachochea nini? Haya, nataka kuita outer court ya watu wale walitumia bundles kwa dhambi. Wakuje niwaombee deliverance. Na kama mnavyojua hayo mapepo yatatetemeka na yatapiga duru ya kinena. Yakiondoka. Haleluya. Wale walitumia bundles kwa mambo ya nasa. Bwana Yesu asifiwe. Mwana akikuweka huru, utakuwa huru tele. Hautakuwa mtumwa wa dhambi, hautakuwa mtumwa wa kifo. Yesu alikuja kutuweka huru. Tumekusanyika mbele zake tukileta ibada za saka kwa sababu tuna value umuhimu wa Kristo kutuweka huru. Tusiwe watumwa wa kifo, tusiwe watumwa wa dhambi. Lakini watu wamechagua kuwa watumwa wa kifo na watumwa wa dhambi. Sababu mtenda dhambi ni mtumwa wa kifo. Anangojea kifo na baada ya kifo anangojea jehanamu. Lakini mtakatifu na mtu ambaye ameamini anangojea uzima. Kifo apate uzima na uzima wa milele. Jina la Bwana liinuliwe. Na kifo cha mtakatifu itakupumzisha. Katika kitabu cha Luka 5 inaeleza kwamba kulikuwa na tajiri na Lazaro.
Tajiri hawakumpea jina, walimuita tu tajiri. Na ni Yesu alinena habari hii na akasema baada ya tajiri, baada ya Lazaro kufa, akaonekana kifuani cha Ibrahimu, yaani maisha ya imani. Na simaanishi Yesu hakuwa anamaanisha kwamba uwe maskini ndio utaenda mbinguni. Hapana. Anamaanisha kwamba uwe maskini wa imani. Umekataa kufugia mitindo ya ulimwengu. Ukweli ni kwamba kuna desturi zisizo za kiungu zimekuwa introduced katika kanisa. Zimeletwa kanisani ndani. Kwa nini? Kwa sababu watu wana roho ya ugaidi, roho ya ukatili. Hawajakubali kutii. Na Biblia inasema mtakapotii mtakula mema ya nchi. Bwana Yesu ainuliwe. Sasa watu wako wanakimbizana na fashion. Unakosa kuelewa ni akina nani wanashikilia mfano wa Mungu na ni akina nani wanashikilia mfano wa dunia. Haieleweki kabisa. Haieleweki. Kwa sababu wamama wa kanisa na wasee wa kanisa wanakimbizana na mitindo. Wasee wananyolewa ile kitu. Haleluya. Na wale wengine wanalea defu, wanaishi wana nini? Haleluya. Lakini defu ni sawa zetu kutoka kitabu, lakini sio hizo za mitindo. Najaribu. Bwana Yesu ainuliwe. Na hiyo tumbuotwa hapa, imagine. Sasa kabisa wewe mama mkono wako. Mama ya watoto. Sasa nini nyingine unatafuta bado haijapatikana? Ni maksi gani hiyo ambayo unangoja ijazo ambao kule mbinguni itakupea nafasi? Si Mungu atusaidie. Na ninaona watu wakijazwa roho wa Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. Mungu anafanya kazi. Lakini anafanya kazi kwa watu ambao wamekubali kutii. Na Isaya anasema mkitii mtakula mema ya nchi. Kwa hivyo ukianza kuona watu mema ya nchi imeanza kuwakubalia, jua haijaanza hapo, walianza kwa kutii. Rebellious spirit, roho ya kuasi inatesa kanisa ya leo. Si kwamba watu hawaelewi cha kufanya, lakini wanahasi, wana roho ya kuasi. Wamejaa ignorance. Bwana Yesu ainuliwe. Ni kama wanataka wawekewe sheria katika Kristo Yesu. Lakini nataka kuambia hakuna sheria katika Kristo Yesu. Sheria kubwa ambayo Kristo amesema ni tupendane. Hiyo ndio sheria pekee. Mambo ya tabia za maisha na mlaji na nini ni Roho Mtakatifu anatufundisha. Hivi unafanya kitu na unasikia dhamiri yako inakusumbua, basi badilisha hiyo kitu. Sio kama unashaenda mahali na unasikia na hapa mahali niko hapana, sio penye nastahili kuwa. Na unasikia kabisa hivyo ndivyo kulivyo, unatoka. Bwana Yesu ainuliwe. Sababu Roho ni msaidizi. Anakufundisha, anakukumbusha. Na ukijenga uhusiano na yeye, atakusaidia kufahamu. Jina la Bwana liinuliwe. Weko huru. Mwana akikuweka huru, umekuwa huru tele. Mwana akikuweka huru, umekuwa huru tele. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, nyinyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtafahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wa Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasema mtawekwa huru. Kabisa hata Yesu anashangaa. Ignorance hawa watu iko namna gani? Hamtawa watumwa wa watu. Na niko chini ya empire ya Rome. Na pia mko watumwa wa dhambi. Yesu hata akaona sitaingia mambo ya kiserikali nisije nikashikwa, lakini akasema hivi. Mtenda dhambi ni mtumwa wa nini? Wa dhambi. Chagua kutokuwa mtumwa wa dhambi. Sababu dhambi itakuweka uoga, dhambi itakushusha, dhambi itakufungia malango, na dhambi itaharibu hisia zako. Itafunga milango iliyokuwa tayari. Itakuwa na hisia safi. Kama maisha genuine. Kama maisha genuine. Kama maisha isiyo ya kudanganya, maisha isiyo ya kupora watu, maisha isiyo ya kufinyilia, na utakuwa huru kunena kila wakati kwa kitu chochote.
hata hotuba ikiendelea, hakuna kitu kitakuhaki pale, sababu wewe umechagua kuwa mtu huru. Na wacha nikwambie mpendo, kutenda mema ulipa na kunaongeza confidence katika mtu, lakini kutenda mabaya ulete uoga, inaondolea mtu confidence. Sababu kila wakati kuna kastori kalikuwa kikipeana kwa Kikuyu, sijui kama ni kakweli ama kanipeana nini, lakini nikakuta ya kwamba kuna mzee mmoja hakutahiri, na kwa hivyo bibi yake baada ya kukaa na yeye kwa muda akajua hakutahiri, na so alikuwa akifanya makosa bibi. Alafu mzee anapokasirika kutaka kulete ile sheria, mzee anaambia dhubutu nitoke nje niwaambie, namwambia hiyo maneno tumalize baba. Mama angeamka anamwambia nataka use ile ndume unipe pesa. Mzee alisema tuwezi use hiyo ndume hapana. Anambia haya, si tuuse ile ndume nitatoka nje. So huyo mzee aliishi akifinyiliwa. Bwana Yesu ainuliwe. Sasa sababu alikuwa hajatahiri, na mama aliteka advantage. Hivyo ndivyo shetani anafanya leo hii. Shetani kwambia cheza. Na itafichua ile siri. So mtumwa wa dhambi kwanza, sasa utaiona tukisifu sasa ile tumefika kwa ibada ya unabii. Unapata kuna watu wanasikia Ibrahim sasa hivi wanaenda shoti, na wakienda wanakiu pale nje ndio apate prophetic image, asije akajakuliwa na nabii akaambiwa bali alipeleka huko za jirani. Jina Bwana libarikiwe. Nani unaishi maisha ambayo Kristo amelipa gharama uwe huru, lakini unaishi kama mtumwa. Roho wa Bwana anatuambia tuchague kuwekwa huru na Kristo. Na tukubali kuwa huru, sio watumwa wa dhambi. Omba, lilia Mungu uwe huru. Lifestyle yako, kunena kwako, kuenenda kwako, kutenda kwako, usiwe unatenda kitu ambacho kinakutia wasiwasi kesho. Wewe unatenda kitu ambacho unaweza ukakisema popote pale. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa sababu Kristo alikuja kutuweka huru, hakuja kutupa utumwa. Na katika kitabu cha Timotheo, Paulo anatuandikia nasema, kwa sababu roho tuliyopewa sio roho wa utumwa, bali ni roho wa kutuweka huru, aliye hapa, yaani Baba. Bwana Yesu ainuliwe. Wapendwa, apply the freedom in Christ Jesus. Na Bwana Mungu atakubariki, atakutenda mema.